Kama kuna drama inayoweza kushindana na tamthilia ya Kituruki, basi ni hii ya TFF na Yanga. Hali ya mambo imekuwa kama ule msemo wa mali ya umma si ya baba yako. Lakini hapa kila mmoja anataka kuonesha nani mwenye mamlaka. Kwa ufupi, TFF inashikilia msimamo wake kama mlinzi wa sheria, huku Yanga ikijikuta kwenye kizungumkuti cha kutafsiri kanuni. Mashabiki wa Jangwani wanasema hii ni fitna ya wazi. Wakati mwingine wanabaki kuulizana, sheria zipo kwa ajili ya nani? Sakata hili linaonekana kama kesi ya VETA na wasomi wa mtaani, kwani shirikisho la soka TFF hapa linasimama kama VETA kwenye soka, huku klabu ya Yanga ikisimama kama wasomi wa mtaani ambao wanatumia ubunifu sambamba na ujuzi ili kuhakikisha mambo yanasonga mbele. Mashabiki wa Yanga ambao ni kama wasomi wa mtaani wanasema timu yetu inafanya kazi, ina ujuzi na tumeshinda mechi. Kwa sasa mnatuwekea mizengwe. Huku TFF ambao ni VETA kwenye soka la bongo kwa upande mwingine inawaza sheria ni sheria. Hata kama unajua kazi, lazima upitie kwenye mfumo. Hili sakata linatufundisha kuwa soka la Tanzania ni kama stendi ya daladala. Kuna kanuni, lakini zinafuatwa tu pale inapobidi. TFF wanajaribu kuwa kama trafiki wa mjini, lakini Yanga wanajiona kama bodaboda wa mtaani. Kasi, ujuzi na mbinu za mtaa ni muhimu zaidi kuliko sheria zilizoandikwa kwenye makaratasi. Mwisho wa siku mashabiki wanabaki wakiwa na maswali kibao. Je, hii vita ya TFF na Yanga itaisha lini? VETA wataendelea kumkaba fundi wa mtaa kwa sababu ya sheria au sababu biashara zao zinayumba? Kwa sasa tunabaki kutazama sinema ikiendelea, huku tukijiuliza nani ataibuka kidedea.